Naam, swadakta kabisa mwana michezo, karibu ndani ya Focus Media, na hiki ni kipindi bora kabisa cha michezo hapa Tanzania, na si kipindi kingine bali ni Sport Zone, moja kati ya vipindi bora kabisa hapa Tanzania. Lakini miongoni mwa taarifa ambazo tupo nazo ni pamoja na mwendelezo wa ligi ya Muungano Cup ambayo inaendelea kuchimwa vumbi kule visiwani Zanzibar, ambapo hapo jana Simba Sports Club ametinga katika hatua ya nusu finali baada ya kufunga bao moja pekee ambalo lilipigwa na Selemani Mwalimu akipiga timu ya Mafunzo FC ya pale Zanzibar, na hatimaye Simba Sports Club direct wamepata tiketi ya kwenda katika hatua ya nusu finali. Lakini katika kipindi hiki sitakuwepo peke yangu, nitakuwa pamoja na wachambuzi wangu mahiri kabisa wa Masaila Kabumbu, na hawa si mwingine ni Ibn Hassan, lakini pamoja naye ni pamoja na Abdullah, miongoni mwa wachambuzi wazuri kabisa. Lakini hapa ni Focus Media, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwa ajili ya kuanza kuchakata yale ambayo tumekuandalia mwana michezo. Mara baada ya matangazo mafupi, na hapa ni Sport Zone, kipindi ambacho tunatukupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Lakini taarifa ambayo ipo mbele yetu ni pamoja na mechi ya Simba Sports Club ambao wamecheza hapo jana dhidi ya Mafunzo, na bao la Selemani Mwalimu limewatenganisha dhidi yao na Mafunzo FC. Lakini Ibn Hassan, mambo vipi? Safi, kwema. Swali kabisa. Ndio. Umeangalia mchezo kwa undani zaidi? Nilifuatilia ndio. Na ni mchezo ambao ulikuwa na matukio mengi kweli kweli. Kipindi cha kwanza Mafunzo inaonekana wamekuwa wakiblock sana nafasi ambayo Simba alikuwa anaitengeneza. Unahisi walifanikiwa kwa upande gani Mafunzo FC katika kipindi cha kwanza? Mafunzo walifanikiwa kwa kiasi fulani, kwa sababu ukiangalia hata mfumo walioingia nao walianza na walinzi watano. Kwa hiyo inaonyesha ni kiasi gani kwamba walikuwa serious kwenda kujilinda dhidi ya timu ambayo ina wachezaji hatari ambao wanaweza wakasababisha hatari muda wowote langoni kwao. Kwa hiyo kwa kiasi chao walifanikiwa. Pengine tungesema ni uwezo ndio ulisababisha wapate matokeo ya kipindi cha kwanza waliyopata, ama kuna namna waliweza kujitutumua vizuri? Uwezo wao pia ulichangia, lakini naweza nikagusia pia engo ya kikosi cha Simba kilichoanza. Simba pia ilifanya rotation kubwa sana kikosi chao. Ukiangalia jana walianza vijana wadogo, yani kina Chasambi, yani wale ambao mara nyingi wao hawapati nafasi. Kwa hiyo pengine hiyo pia ilikuwa imesababisha kwamba matokeo yamalizike hivyo kwa kipindi cha kwanza bila kufungana kati ya timu hizo mbili. Lakini tunarejea kwa Abdullah. Aimana Mangosi amepata nafasi tena kwanza katika kikosi cha Simba Sports hapo jana, lakini dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba imetoka akiwa kama kiongozi, mshambuliaji kiongozi, lakini timu imetoka bila kupata bao. Unazungumzaje performance ya Emmanuel Mangosi? Performance ya Baraka Mangosi kwa kweli mpaka sasa hivi ilivyo bado kabisa hajatuonyesha kwamba yule Mangosi ambao tulikuwa tunamtarajia, kwamba baada ya Selemani Mwalimu pamoja na Jonathan Soa, pengine Mangosi anaweza akawa ni mtu bora zaidi ambao anaweza akakupa kitu chochote ambacho pengine hawa watu wawili labda hawajawepo kwenye mchezo. Lakini mpaka sasa Mangosi ameshindwa kuthibitisha hilo, kwa sababu tumeona mechi nyingi sana ambao anapata nafasi ya kucheza, lakini haonyeshi kile kitu ambacho watu wengi wametarajia. Hata mechi ya jana tumeona Mwalimu amemwamini, amepewa kipindi cha kwanza chote, lakini kuna mipira mingi sana ameipata, lakini ameshindwa kuconvert kwa magoli. Na tumekuja kuthibitishiwa pia baada ya kuingia tu Selemani Mwalimu alienda na kufanya mabadiliko akascore. Kwa hiyo unaona kabisa moja kwa moja kuna utofauti kati ya Baraka Mangosi na Selemani Mwalimu. Kwa hiyo naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine Mangosi bado ana jukumu la kufanya kuhakikisha kwamba anajiimarisha zaidi ili kuhakikishia na Simba kwamba yeye ni mtu sahihi baada ya Selemani Mwalimu pamoja na Jonathan Soa. Lakini tukiangalia profile ya Simba Sports Club na profile ya Mafunzo FC, ukiangalia ni vitu ambavyo ni kama mbingu na ardhi. Lakini ukiangalia ushindani ambao wamekuja nao vijana wa Mafunzo ni kama kwamba wamemchallenge Simba Sports Club. Pengine ni Mwalimu aliweza kufanikiwa katika maeneo gani, ama ni pengine game plan yao ilienda vizuri, ama kitu gani kiliweza kuwa nyuma yao kuendana na mechi ya jana? Cha kwanza kabisa ambacho kwa engo moja ama nyingine ambao walifanikiwa vijana hawa, cha kwanza kwenye blocking, kwenye ulinzi, tunaona kabisa kipindi cha kwanza wamefanikiwa kabisa kulinda na wakatoka suluhu. Kwa hiyo moja kwa moja Mwalimu alifanikiwa, kwa sababu ukiangalia hata kadri dakika zinavyozidi kwenda walikuwa wanazidi zaidi kukaa kwenye eneo lao, walikuwa wanafanya ile block ya chini, walikuwa wanalinda chini. Kwa hiyo inafika wakati Simba walikuwa wanachezea tu katika zoni ya wapinzani wao, kwa hiyo moja kwa moja wale waliamua kulinda kwenye low block. Kwa hiyo moja kwa moja walifanikiwa katika ulinzi, lakini kutokana na hiyo
Baadaye baada ya mabadiliko kufanyika, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ama profile ya wachezaji mmoja mmoja ya Simba ndio ilikuja kuamua matokeo, kwa sababu tukiangalia kipindi cha kwanza waliblock vizuri, lakini kulinganisha na aina ya wachezaji ambao walikuwepo kidogo hauwezi kulinganisha na hao ambao walikuja kuingia baadaye na kuenda kupasua pale kwenye ngome ambao iliwekwa kipindi cha kwanza. Turudi kwako Ibn Hassan. Simba wameonekana katika mechi za hivi karibuni wamekuwa wakipata matokeo ambayo ni ya kupambana sana. Ukiangalia safu yao ushambuliaji kana kwamba kuna shida ambayo ipo. Unahisi pale mbele kifanyike kitu gani ili kuhakikisha kwamba safu ya ushambuliaji ya Simba inakuwa imara zaidi? Simba wanatakiwa kuboresha eneo lao la ushambuliaji kwenye dirisha hili kubwa linalotarajia kuanza, kwa sababu ukiangalia kwa wachezaji waliopo, Selemani Mwalimu ndo tegemezi kwa sasa hivi, ukiachana na Jonathan Soa ambaye ana issue zake za utovu wa nidhamu ambazo zimempelekea mpaka sasa hivi kasimamishwa na klabu kama klabu. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuingia sokoni na kutafuta mshambuliaji ambaye anaweza akawa anazitumia zile nafasi ambazo zinatengenezwa na viungo wale na viungo wale kina Chama kina Morris. Kwa hiyo ukiangalia kwa sasa hivi ni eneo ambalo limekuwa lina changamoto kubwa, ndio maana inapelekea klabu ya Simba kutopata magoli mengi kwenye mechi ambazo wanacheza. Lakini Abdullah, tuangalie Simba Sports Club performance ambao wameweza kuionyesha. Unaona Simba wakitinga katika hatua ya finali? Kwangu mimi kwa performance ambao wameionyesha Simba, moja kwa moja naweza nikawapa nafasi ya kufika finali, kwa sababu ukiangalia mechi ya jana wamepata goli moja, naweza nikasema ni ushindi ambao ni mwembamba, lakini hiyo pia imetegemeana na aina ya wachezaji ambao walicheza. Yaani naweza nikasema kwenye kipindi cha kwanza toka kimeanza, mtu ambaye amekuwa anaanzaga kwenye first 11 ni Ino Loemba peke yake. Unaona? Baada ya mabadiliko tumemwona Chama ameingia, tumemwona Selemani Mwalimu ameingia, Alassane Maodo Kante ameingia. Moja kwa moja kabisa mchezo ulibadilika. Kwa hiyo na imani Steven Becker aliingia na kikosi hicho kulingana na aina ya timu ambayo anaenda kukutana nayo. Kwa hiyo na imani usishangae game ijayo dhidi ya Mlandege akaanza kabisa na full kikosi ambacho tumekizoea, ambacho kinacheza katika michuano mikubwa kabisa. Lakini what if Simba ikatokea kapita katika hatua ya nusu finali, akaenda kukutana na akakutana Young Africans ama kukutana na Azam FC? Unazungumziaje hili ukikumbuka mechi wiki inayofuata tarehe 3 wanakwenda kukutana katika dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga, na ikatokea Young Africans ametinga hatua ya finali akakutana na Simba ndani ya wiki moja, wanaenda kukutana mara mbili. Unaionaje hii, imekaje? Hiyo kwangu mimi ni jambo ambalo ni la kusubiri na kuona, kwa sababu mpira bana ni mchezo ambao unachezwa wazi na kila mtu anauona. Kwa hiyo sasa hivi unajua toka ile mechi ya mwisho ya Simba na Yanga imekuwa na mambo mengi baada ya ile mechi kumalizika, kwamba tulidhulumiwa goli, mara nyingine tulidhulumiwa offside, mara marefaria hawakuwa vizuri, wakafungiwa na nini. Kwa hiyo nadhani endapo ikitokea wamekutana kwenye fainali hii, endapo watakutana kwenye fainali hii ya Mapinduzi Muungano, hapo sasa tunaweza tukatoa majibu sahihi kwamba nani alikuwa ni sahihi kupata ushindi na nani hakuwa sahihi, kwa sababu ukizungumzia uwanja pia ni ule. Majeraha pia sasa hivi wengi naona wamerejea kwa upande wa Yanga, kina Dube wamerejea, kina Depu pia, Simba kina Loemba wapo sasa hivi. Kwa hiyo na imani mechi hiyo hapo inaweza ikaenda kutoa pia tathmini kwamba nani alipaswa kupata ushindi na nani hakupaswa ushindi. Kwa maana umeweka mechi hiyo kama ndio kipimo cha kutathmini mchezo uliopita wa dabi ya Kariakoo. Ndio, kwa sababu pia waamuzi na imani watachezesha kwa hali ya juu, kwa maana ya kwamba sasa hivi unajua kila mwamuzi ambaye anaingia anafanya kazi kwa kurejea pia kwamba hapa nikiteleza kidogo tu naweza nikapatiwa adhabu. Kwa hiyo moja kwa moja katika mchezo huu unaenda kuonyesha kila kitu, na pia hiyo mechi, kupitia mechi hiyo inatupa pia tathmini ya kwamba nini kitatokea katika mechi ya tarehe 3 ambao tutakuwa tusharejea kwenye NBC Premier League. Shukrani sana. Huyo ni Abdullah akimalizia hivyo, lakini kumbuka hii ni Sports Zone, miongoni mwa vipindi bora kabisa ya michezo. Ni kusitu mwana michezo, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube channel ya Focus Online Media. Ulikuwa nami Hassan Malika sauti maadili, lakini pamoja nami alikuwa ni Abdullah pamoja na Ibn Hassan Al-Basri. Kutoka hapa hatuna la ziada mpaka wakati mwingine.